Asante Sister Victoria kwa maombi na wadada wote mliohudhuria katika maombi. Napokea maombi yote kwa jina la Yesu kwa sababu nayahitaji kwa kiasi kikubwa. Asante pia moderator, na tunaendelea kumshukuru Roho Mtakatifu ambaye yuko mahala hapa kwa sababu tumeshaomba na Mungu alituahidi kwamba tukimwomba Roho Mtakatifu atatupatia. Kwa hivyo tunaendelea kujinyenyekeza mbele ya chini ya Roho Mtakatifu ambaye yeye ndio mwalimu wetu. Yeye ndio anatufundisha mambo yote ambayo tumeandaliwa katika siku ya leo. Sisi, mimi pamoja na wewe, sisi ni vessels tu. Kwa hiyo karibuni sana. Okay, sasa leo tumepata neema nyingine. Tunamshukuru Mungu kwa neema nyingine ya kuendelea na kitabu chetu cha Samueli wa kwanza sura ya 9. Wiki iliyopita tulikuwa tumejifunza hapo nimekosea, nasema Samueli wa 9. Ni Samueli wa kwanza 9:1 mpaka 17. Kwa hiyo naomba tu nifanye muktasari kidogo wa mambo tuliyokuwa tumejifunza wiki iliyopita. Tulikuwa tumejifunza kwamba Sauli alikuwa ametokea katika kabila la Benyamini, kabila ambalo lilikuwa lina asili ya kishujaa sawasawa na utabiri wa Yakobo uliotolewa katika kitabu cha Mwanzo kama tulivyoona wiki iliyopita. Lakini pia tulionyesha kwamba familia yake ilikuwa ni familia tajiri maarufu. Na tuliambiwa pia Sauli alikuwa ni mzuri wa sura, mwenye muonekano unaovutia na alikuwa mrefu kuliko wote. Kwa hiyo hizi sifa zote tumewekewa pale na tulijifunza kuona kwamba Sauli alikuwa ni chaguo sahihi la mfalme wa kibinadamu. Kwa hiyo Mungu alitaka kuwapa Waisraeli mtu ambaye hawatamkataa. Kwa sababu kama vile tunakumbuka kwamba hata sisi tuko hivyo, kwamba Waisraeli walikuwa ni stubborn people. Na wakikataa kitu wamekataa. Kwa hiyo Mungu yuko very intentional. Mungu ni mwaminifu. Kwa hiyo atatupa kile kitu ambacho tutakikubaliana nacho. Kwa hiyo yule hawakuwa na kigezo chochote cha kumkataa Sauli kwa sababu alikuwa na vigezo vyote kwa macho ya kibinadamu. Na tukajifunza kwamba Mungu hutumia mtu yoyote ili kutimiza kusudi lake, iwe ni mzuri mbele yetu au mbaya, lakini Mungu anaweza kutumia mtu yoyote. Tuliona pia punda wa baba yake Sauli walipotea. Baba yake Sauli akawa amemwambia Sauli achukue mtumishi mmoja wakatafute punda waliopotea. Tukaambiwa kwamba walipita nchi 4 tofauti lakini hawakupata. Kwa hiyo tukaona kwamba walipofika katika nchi ya Sufu, nafikiri last time sikuwa nimeongeza hii kusema kwamba tulipokuwa tumesema Samueli wa kwanza 1:1 tulielezewa kwamba baba wa Samueli Elikana alikuwa ni Msufi kutoka nchi ya vilima vya Efraimu. Kwa hiyo yale mazingira ambayo Sauli alipitia ndio yalikuwa yale mazingira ambayo Samueli alizaliwa na ndiko kwa baba yake alikotoka. Kwa hiyo niliweka tu hapo kujikumbusha kwamba ni Biblia waga haina confusion. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba walipofika katika lile eneo sahihi ambalo ndio Samueli yupo, ndio Sauli akawa kama vile amekata tamaa. Tunaona pale walipofika hapo, Sauli akamwambia mtumishi wake kwamba warudi nyumbani ili baba yake asiwe na hofu juu yao. Tukajifunza utii, bidii na uaminifu na uvumilivu wa Sauli. Tunaona kwamba alipotumwa na baba yake alitii akatoka, na pia katika kuzunguka nchi zote 4 huwezi kufanya hivyo kama hauna bidii na uaminifu na uvumilivu. Kwa hiyo tukawa tumejifunza kwamba neno la Mungu linasema mtu mwaminifu katika mambo madogo upewa kikubwa, au anaaminiwa katika mambo makubwa. Kwa hivyo ni funzo letu sisi sote kwamba saa nyingine tunaweza tumepewa jukumu dogo tu, lakini unaona hili ni dogo tu, litanisaidia nini? Lakini katika hicho kitu kidogo Mungu anatumia wewe uaminifu wako katika kukuamini wewe kwa vitu vikubwa. Na ukitaka kusoma zaidi kuhusiana na hilo neno utakuta pale katika Luka 16:10. Tulijifunza pia katika Isaya 1:19 inasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kwa hiyo siku zote kuna faida katika utii na katika bidii. Nafikiri ndio somo letu kubwa ambalo tunajifunza so far kutoka kwa Sauli. Lakini tulijifunza pia kwamba Mungu hutumia matatizo ya kawaida kutumiza makusudi yake makubwa. Tunaona hapa kwamba Sauli Mungu alitumia upotevu wa punda wa baba wa Sauli. Na
kulikuwa na michango mingi ambayo ilikuwa inaashiria kwamba kama Sauli angepata wale punda mapema, angeweza kurudi nyumbani, asingekutana na Samueli kama Mungu alivyopanga. Lakini tunamshukuru Mungu wa neema kwamba njia zake sio njia zetu na mawazo yake sio mawazo yetu. Lakini tulijifunza pia kukata tamaa ni ishara ya kukubali kuwa jitihada za kibinadamu zimefika mwisho, na jitihada zetu, tunapokubali kwamba jitihada zetu zimefika mwisho na tutumia akili zetu, hapo ndio Mungu anapokuja, Roho Mtakatifu anajidhihirisha kwetu na kuweza kutusaidia sawa sawa na mapenzi yake. Tulijifunza pia wakati kina Sauli hawajui punda wako wapi, Mungu alimfunulia Samueli kuwa wale punda wameshapatikana. Kwa hiyo hii, kama nilivyosema, inadhihirisha kwamba tuna mapungufu kama wanadamu, na kuna tofauti kati ya mapungufu ya binadamu na ukuu wa Mungu, ambaye katika Isaya 46:10 inasema kwamba Mungu anatangaza mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Kwa hiyo inadhihirisha kwamba Mungu anajua kitakachotokea hata mwezi ujao, hata mwaka ujao. Kwa hiyo sisi tunakuwa tunaangalia tu hapa tulipo. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana kuwa tunamrudia Mungu kwa ushauri na kila kitu, kama tulivyokuwa tumejifunza wiki iliyopita kuhusiana na msaada tunaopata kutoka kwa Roho Mtakatifu. Na pia niliandika kwamba tunapofikia mwisho wa akili zetu na kumruhusu Roho Mtakatifu atusaidie, anatusaidia, kwani yeye ndio msaidizi wetu, sawa sawa na Yohana 14:6. Tulijifunza pia, nimeshaisema kwamba mawazo ya Mungu sio mawazo yetu na njia zake sio zetu, sawa sawa na Isaya 58:8-9. Kwa hiyo tuliangalia tofauti kati ya jitihada za kibinadamu na maarifa ya Mungu, na mfano mzuri ni kuhusiana na upoteaji na upatikanaji wa punda. Amen. Tulijifunza pia kwamba wakati mwingine ili tuweze kufikia hatima yetu inabidi kutoka kwenye comfort zone, kutokana na utii wa Sauli, kwamba angeona kwamba hakutaka kwenda kuzunguka kwenye nchi 4 tofauti kwa siku 3, angetaka tu kukaa kwenye comfort ya nyumba ya baba yake, asingeweza kufikia hitima ya Mungu ambayo alikuwa amemwandalia mbele yake. Kwa hivyo hata na sisi saa nyingine inabidi tutoke kwenye comfort zone ili tuweze kufikia our destiny. Tulijifunza pia uongozi huanza na utii, uvumilivu na uwajibikaji, kwa sababu tuliona hizi ndizo sifa za awali ambazo Sauli alikuwa nazo. Kwa hiyo na sisi tunajifunza hapo tunapokuwa katika kazi zetu mbalimbali. Tunatakiwa tuwe waaminifu katika majukumu madogo ili Mungu atuamini kutupa majukumu makubwa. Amen. Lakini tulijifunza pia kwamba Samueli alikuwa mcha Mungu na Bwana alikuwa anamtumia. Tulipokuwa tunaangalia ile habari ya kusema kwamba yule mtumishi wa Sauli alikuwa anamjua Samueli kama mtu ambaye anajua neno la Mungu na alikuwa ni mtu mwenye kuheshimika na neno lake alianguki chini. Kwa hiyo hiyo yote tukawa tumesoma kutoka Samueli wa kwanza 3:19, ambao tuliambiwa kwamba Samueli aliendelea kukua na Mwenyezi Mungu akawa pamoja naye, na yote aliyosema hakuna hata moja ambalo halikutimia. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba Sauli alikuwa ni mcha Mungu na mtumishi wa kweli wa Mungu, na Mungu alikuwa akimtumia. Na fundisho hapo ni kwamba tunapokuwa chini ya uongozi wa Mungu, hakuna jambo ambalo litakuwa haliendi sawa sawa na mapenzi yake. Tulijifunza kwa habari ya Isaya 44:26 ambayo hatukujifunza, nafikiri nimeongezea. Isaya 44:26 inasema kwamba mimi ndimi nithibitishaye maneno ya watumishi wake na kutimiza utabiri wa wajumbe wake. Hii yote nimeweka pale kudhihirishia kwamba maneno ya watumishi ambayo Mungu anakuwa anawapa ni lazima yatimizike kama yanatoka kwa Mungu, sawa sawa na neno lake. Lakini katika Mathayo 24:35 pia inasema mbingu na dunia zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Kwa hiyo inatupa sisi imani kwamba neno la Mungu linapokuwa limeachiliwa kwa ajili yetu, weza kutoka kwenye scriptures au katika unabii au tabiri, au tunapokuwa tunasikiliza neno la Mungu, ni kwamba neno hilo tukiliamini halitapita bure, bali litatimia sawa sawa na neno la Mungu. Katika Wafalme wa Pili 17:13 imeandikwa, pamoja na hayo Bwana aliwashuhudia Waisraeli na Yuda kwa kinywa cha kila nabii na cha kila mwonaji
akisema, geukeni na kuziacha njia zenu mbaya, mkazishike amri zangu na hukumu zangu, sawasawa na ile sheria yote niliyowaamuru baba zenu, nikawapelekea kwa kinywa cha manabii watumishi wangu. Nimeweka hili neno hapo kuona kwamba kweli Mungu anatumia manabii kwa ajili ya kufikishia watu wake habari, whether ni za kuonya au ni direction au kitu chochote. Kwa hiyo unabii ni karama ambayo ipo na tutaona zaidi tutakapoenda kwenye sehemu yetu ya pili. Kwa hiyo fundisho hapo ni kwamba tunatakiwa kuwa na mahusiano ya karibu na Mungu ili Mungu aweze kusema na sisi kuhusiana na maisha yetu, na zaidi ya yote mapenzi yake kuhusiana na hatima zetu. Nimeweka mstari wa Zaburi 25:14 ambao unasema, siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Kwa hiyo nimeweka hapo tuone kwamba tunapokuwa na mahusiano mazuri na Mungu, Mungu anaongea na sisi kwa njia namna mbalimbali, na ameahidi kwamba hafichi siri zake kwa wamchao. Amen. Tuliangalia pia kidogo desturi ya kupeleka zawadi kwa mtu wa Mungu kusikia neno la Mungu. Nafikiri ndo tulishia hapo last week. Niliongezea tu kwamba nilikuwa nimesikia kwamba tujifunze tofauti kati ya sadaka au dhabihu kwa kumtolea Mungu na zawadi kwa watumishi wa Mungu. Kumtolea Mungu dhabihu ni tendo la ibada, ni tendo la heshima na utii na shukrani kwa Mungu, na haitegemei kwamba tunatoa dhabihu ili tuweze kupata ujumbe kutoka kwa Mungu. However, kutoa zawadi kwa mtumishi wa Mungu ni heshima na kusaidia huduma ya mtumishi. Paul ameelezea katika barua zake mbalimbali kama vitabu 3 tofauti, anaelezea umuhimu wa kuwasaidia watumishi wa Mungu na pia kuwaheshimu watumishi na viongozi wa Mungu. Kwa hiyo nilikuwa tunataka tusichanganye haya mambo, kwa sababu katika tuliposoma pale tuliona wale wasichana waliokwenda kuteka maji waliwaambia kina Sauli kwamba mtumishi anataka kwenda mahali pa juu ili aweze watu wamekuja kutoa dhabihu, lakini at the same time wale kina Sauli walisema tupate zawadi ya kumpelekea mtu wa Mungu ili aweze kuwaelekeza njia yao. Kwa hiyo nilitaka tuweze kutenganisha hivyo vitu viwili. Ni vitu viwili tofauti, lakini ni vitu ambavyo vinahitajika tufanye. Amen. Nilikuwa nimeweka huo mstari kusema kwamba fundisho kubwa pia hapa ni kwamba tunatakiwa tuelewe hiyo tofauti ya dhabihu au sadaka na ile zawadi tunaowapa watumishi wa Mungu. Cha muhimu hapa ni kwamba Mungu anataka tunapokuwa tunamtolea, tumtolee kwa moyo safi. Nikaweka mfano mzuri, ni mfano wa Abeli ambaye sadaka yake ilikubaliwa mbele za Mungu kwa sababu alitoa kwa moyo safi, na ya Kaini ilikataliwa. Kwa hivyo na sisi pia inabidi tunapokuwa tunamtolea Mungu hasa kwa ajili ya shukrani au kwa sababu nilizotaja zote, au kumheshimu matendo yake makubwa au njia ya ibada, then tutoe kwa moyo safi. Wakati tunafanya review 2 weeks ago tulikuwa tumeongelea habari ya kisima, kwa sababu tunaona kwamba wale wasichana ambao walikutana na kina Sauli walikuwa wanaenda kisimani kuchota maji. Tulikuwa tumejiuliza, na mimi pia nikawa nimejiuliza kwamba kwa nini kisima waga mara nyingi kinahusishwa sana na misaada ya watu wa Mungu, kupata misaada. Kama hao tunaona kwamba wale watu waliwapa taarifa ya kukutana na Samueli, lakini tunajua yule mtumishi wa Abraham alienda kisimani ndo akakutana na Rebeka ili kumletea Isaka mke. Lakini pia kubwa zaidi kuliko yote ni mfano wa yule mwanamke Msamaria ambaye alikutana na Yesu kisimani lakini akapata wokovu. Amen. Kwa hiyo nikawa tu katika kujifunza kwangu nikawa nimejifunza kwamba kisima cha maji kinapokuwa kinaongelewa kibibliko, sio kwamba this is it, lakini part of it. Kisima ni ishara ya mahali ambapo tunapata kibali au njia mbele za Mungu, sehemu ambapo tunapata mahitaji yetu, sehemu ambapo kuna fursa na riziki. Nikawa nimeweka mstari wa Yohana 4:14 unasema, lakini yoyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Hii ni ile habari ya Yesu, yule mwanamke Msamaria alipopata encounter na Yesu pale kisimani, akamwomba maji yule
Msamaria akawa hataki kumpa maji kwa sababu yeye sio Mwisraeli, lakini tunajua huko mbele Yesu ndo alimwambia haya maneno. Lakini Yesu alipomwambia maneno, yule Msamaria, yule mwanamke alisema, akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu, wala nisije hapa kuteka. Na ukisoma katika Yohana 7:37-39 Yesu anarudia maneno yale yale. Nimeweka hii mstari hapa kusema kwamba ukiangalia kwamba mambo yote tunayokuwa tunayapata kisimani, kupata kibali, njia, mahitaji, fursa na riziki, yote tunayapata chini ya uokovu, chini ya Yesu ambaye yeye mwenyewe kama hivyo alivyosema. Na ukisoma kwenye Yohana 7:37-39 hii haya maji anayoyaelezea ni Roho Mtakatifu ambaye tunampokea tunapokuwa tumemkubali Bwana Yesu. Amen. Kwa hiyo nilikuwa nimetaka tu kulilete hapa tunapoongelea habari ya kisima kwenye Biblia na maji, na tunajua kabisa kwamba Yesu ndo anayetoa maji ya uzima, na tunayapata pale tunapokuwa tunamkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Amen. Amen. Lakini pia tuliambiwa kwamba wale wanawake wale wasichana walimwambia kina Sauli kwamba yule mtumishi Samueli alikuwa anatakiwa kwenda mahali pa juu ili aweze akaende kubariki ile sadaka na watu waweze kula. Kwa hiyo nikawa nimejeleza kwamba mahali pa juu ni eneo maalumu ambalo limetengwa kwa ajili ya ibada, kumfanyia Mungu ibada, kama ilivyo sisi kwetu sasa hivi makanisani, lakini zamani kanisa lilikuwa bado halijajengwa. Kukuwa na hekalu bado, kwa hiyo ni sehemu ambayo ilikuwa imetengwa kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Lakini pia tulijifunza kwamba Mungu anaona mateso yetu, kwa sababu alimwambia Sauli kwamba amesikia kilio cha Waisraeli na kwamba anamtumia Sauli, anawapa Sauli ili aweze kuwakomboa kutoka kwa Wafilipini. Nikaweka Zaburi 91:15 inatuambia tukimpenda na kumjua Mungu, yeye tukimuita atatuitikia na atakuwa pamoja nasi taabuni, atatuokoa na kututukuza. Niliweka hii hapo kutuonyesha kwamba kama vile Waisraeli walivyosikiwa na Mungu, kilio chao kilivyosikiwa, hata sisi leo bado Mungu anatusikia vilio vyetu, tunapomuomba anatujibu sawasawa na ahadi yake. Amen. Kwa hiyo na mwisho tuliona kwamba Sauli alikuwa ni jibu la Mungu kwa kilio cha Waisraeli. Asanteni. Nilitumia muda kufanya hii recap kwa sababu nilijua tuna muda mwingi, kwa sababu leo tuna hii tu mistari kama 10 ambayo ndio tunamalizia. Kwa moderator nakurudishia kwako, kama kuna mtu anaweza kutusomea Samueli wa kwanza 9:18-27 ambayo ni sehemu yetu ya pili na ya mwisho siku ya leo. Amen. Amen. Mungu akubariki. Naomba nisome 18. Ndipo Sauli akamkaribia Samueli langoni akasema, tafadhali uniambie nyumba ya mwonaji iko wapi? Samueli akamjibu Sauli akasema, mimi ndimi mwonaji. Tangulia mbele yangu ukwee mpaka mahali pa juu, kwa maana mtakula pamoja nami leo. Kisha asubuhi nitakuacha uende zako, nami nitakuambia yote ulio nayo moyoni mwako. 20. Na wale punda wako waliopotea siku hizi 3, usisumbuke kwa ajili yao, maana wameonekana, na yote yaliyotamanika katika Israeli umewekewa nani? Okay, naomba nirudie hapo. Mstari wa 10 na naomba nirudie mstari wa 20. Okay. Na wale punda wako waliopotea siku hizi 3, usisumbuke kwa ajili yao, maana wameonekana, na yote yaliyotamanika katika Israeli umewekewa nani? Si wewe na nyumba yote ya baba yako? Basi Sauli akajibu akasema, je, mimi si Mbenjamini, mtu wa kabila iliyo ndogo kuliko kabila zote za Israeli? Na jamaa yangu naye si ndogo kuliko jamaa zote za kabila la Benjamini? Kwa nini basi kuniambia hivyo? 22. Naye Samueli
akamtwaa Sauli na mtumishi wake, akawaleta ndani sebuleni, akawaketisha mahali pa heshima kati ya watu walioalikwa. Nao jumla yao walikuwa kama watu 30. 23. Samueli akamwambia umebadilisha 23. Okay. Samueli akamwambia mpishi, lete ile sehemu niliyokupa, hiyo niliyokuambia iweke kando. Basi mpishi akatwaa paja na nyama iliyokuwa juu yake, akaiweka mbele yake Sauli. Samueli akasema, ilivyowekwa kando ndiyo hiyo, iweke mbele yako ule, kwa sababu umewekewa hiyo wewe hadi wakati uliokusudiwa. Maana nilisema, nimewaalika watu. Basi Sauli akala pamoja na Samueli siku hiyo. 25. Hata waliposhuka kutoka mahali pa juu na kufika mjini, akaongea na Sauli darini. Nao imekatika 26. Sijui kwa nini nakatika. Unaweza ukamalizia au ngoja I don't know why imekatika. Sorry. Samahani, I didn't notice that. Ngoja nitafute hapa. Nisome kwenye Bible yangu, it's okay. Okay, 26 mpaka 7, asante. 20 ngapi? 26 ya. 26 na 27 ya. Haya, inasema 26 inasema nao wakaamka alfajiri, kisha ikawa ulipopambazuka, Samueli akamwita Sauli darini akisema, inuka nikupeleke kwenu. Basi Sauli akainuka, nao wakatoka wote wawili, yeye na Samueli. Samueli alimtia Sauli mafuta. 27. Hata walipokuwa wakishuka mwisho wa mji, Samueli akamwambia Sauli, mwambie mtumishi atangulie, bali wewe simama hapa sasa, ili nikuambie neno la Mungu. Hilo ndilo neno la Mungu. Jamani, asanteni sana. Tumesoma kama kawaida yetu. Hii ni Bible study, ndio tunamalizia leo. Kwa hivyo naomba tunyooshe mkono, kila mtu aweze kuchangia kile ambacho Bwana ameweka moyoni mwako ulichojifunza. Na kama mtu ameshachangia, usirudie tena pointi hiyo, lakini kama unaweza kuboresha ama kuongeza kitu kingine ambacho mwenzako hajakisema umekiona. Kwa hiyo karibuni sana, twende na muda ili tuweze kupata muda mzuri wa kuchangia na mwalimu aweze kupata muda mzuri wa kumaliza. Karibuni. Mwalimu, naona hakuna mkono, naomba uendelee. Okay. Kama kuna mtu atapata kuna mkono, kuna yoyote unaweza ukaingilia ukanistopisha. Kuna mkono, subiri kidogo. Karibu Bishop. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nichangie kitu kidogo katika naruka naenda mstari wa 21. Anaposema Sauli akajibu, je, mimi si Mbenyamini wa kabila lililo dogo kuliko makabila yote ya Israeli? Naangalia hapo kwamba sometimes, yani nauona unyenyekevu. Alitambua kwa macho yake, yani macho ya damu na nyama, yeye anajiona anatoka kwenye kabila dogo. Kwa hiyo kuna udogo kwa sababu ametoka kwenye kabila ambalo ukilinganisha makabila mengine ya Israeli. Na pia anashangaa neema ya Mungu, yeye ndo achaguliwe kutoka kwenye hilo kabila. Lakini kama ulivyosema wakati unaelezea summary, unasema kwamba vipimo vya Mungu ni tofauti na vipimo vya mwanadamu. Si ndio? Sometimes tunajiweka chini au hatutaki kufanya kazi inayostahili mbele za Mungu kwa kufikiria sisi ni wadogo, sisi tumetoka kwenye makabila haya, tunaangalia asili zetu, tunaangalia vitu ambavyo vinatuweka chini. Lakini Mungu haangalii hivyo.
Na mwanzoni nafikiri wakati unafanya session ya kwanza ulimention pia kwenye First Samuel pia 16:7 kwamba mwanadamu anaangalia sura ya nje, lakini Bwana huwa anatazama moyo. Lakini yeye huyu mjumbe alikuwa anajiangalia tu kuangalia asili aliyotokea, na kwa kuangalia hiyo asili pia imenikumbusha jinsi hawa watumishi wawili Filipo na Nathaniel. Nafikiri ni Filipo ambaye alimuita nashindwa kutamka hilo jina lake, Nathanieli, si ndio? Akamwambia njoo umuone Bwana Yesu katika Yohana 1:46. Lakini huyo akamwambia, je, kutatoka yani katika Nazareti kutatoka kitu chema? Kutatoka neno jema au kutatoka mtu yoyote ambaye kitu kizuri chochote kinaweza kikatoka Nazareti? Ndio hivyo tunasemaga, yani ukiwaona watu unawajaji according to their tribes, wanapotokea mataifa. Sometimes tunasemaga huyu anatokea huku, huyu anaweza akafanya hivi, lakini kwa Mungu angalii hivyo. Na pia kitu kingine nilichokisoma katika hiyo ni kwamba unajua pia kutambua udhaifu wako huwa haimzuii Mungu kutimiza kile ambacho amekuandalia, si ndio? Kuna watu wengi walijiweka chini pia. Tukisoma akaunti za Musa katika Exodus 3, anasema yani Musa anasema mimi ni nani hata niende kuongea na Farao, si ndio? Anaogopa, anajiangalia yeye. Tunamwangalia Gideoni pia, na yeye alisema hivyo hivyo, jamii yangu ni dhaifu, unaona. Lakini asili yako haizuii kusudi la Mungu, unaona. Kama Mungu amekuchagua kufanya kazi yake, mapenzi yake yanatimia. Amen. Amen. Amen, Bishop. Naomba uendelee mwalimu. Asante sana Bishop kwa mchango wako. Kwa hivyo mafundisho ambayo nimekuwa nimejifunza kutoka hii mistari ya 14 mpaka 27 ambayo ningependa nishare katika siku ya leo, kama nilivyosema kwamba hii sio tu mafundisho yote yanayotoka hapa, lakini hivi ndio vitu ambavyo mimi nimejifunza, ningependa kushare na nyie. Kitu cha kwanza tunaona kabisa kwamba Bwana anaongoza maisha yetu, whether tunajua au hatujui. Kwa mfano hapo tumeona kwamba Sauli aliongozwa mahala sahihi, muda sahihi na mtu sahihi. Imagine amjui Samueli, ameambiwa tu habari zake, anamtafuta, alafu unafika mbele yake unamwambia unajua sehemu ya anakuambia mimi ndo mwonaji. Only God can do that. Kwa hiyo nilikuwa nimeweka hiyo mistari ya kutuongezea sisi imani yetu, kwamba Mithali 16:9 inasema kwamba moyo wa mtu huifikiri njia yake, bali Bwana huziongoza hatua zake. Na nafikiri nilisema pia last week kusema kwamba ni sala ambazo tunatakiwa tuiombe kila siku, kwamba Bwana ongoza hatua zetu siku ya leo, ili tuweze kuwa mahala sahihi, muda sahihi na mtu sahihi, kwa sababu tunajua vitu vyote vinaweza vikabadilisha maisha yetu, ambayo kama hatuko kwenye sehemu sahihi tunaweza tukachukua muda mrefu, kama vile tulivyoona mfano wa Sauli na katika kutafuta punda. Lakini pia Zaburi ya 37:23 inasema hatua za mtu mwema huimarishwa na Bwana, nayo ipenda njia yake. Kwa hiyo bado ni the same thing, kuomba au kumwachia Mungu aweze kutuongoza hatua zetu ili tuweze kuwa sehemu sahihi. Amen. Unyenyekevu, Sister Victoria ameshasema kwamba mwanzoni tunaona kabisa kwamba Sauli alikuwa ni mnyenyekevu, mwenye staha, mwenye heshima, mwenye moyo wa kiasi, sio kwa kujivuna, kwa sababu kutokana na background yake, yes, biblically he was right, hiyo kutoka kwenye kabila dogo na vitu vyote hivyo tunajua, lakini kwa familia aliyokuwa anaishi hakuwa anatoka kwenye familia ya kimaskini au familia yenye shida, lakini bado alikuwa ananyenyekea, kwa sababu angeweza kujigamba kusema mimi babangu ni tajiri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikaona kwamba hapa hizi sifa za Samueli zinatufundisha, na pia alijishusha kama Gideoni. Sister Victoria pia amesema Gideoni alikuwa ni mmojawapo pia alotumwa na Mungu, lakini akawa anajishusha kwamba yeye ni mdogo. Kwa hivyo tunaona kabisa kwamba ni kawaida Mungu kutumia hata kutumia hata vinyonge, ila tu tunachotakiwa ni ule unyenyekevu ili Mungu aweze kututia nguvu. Katika Yakobo 4:6 na Petro wa kwanza 5:5 tunaambiwa kwamba Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa 80 kwa typo error, huwapa neema wanyenyekevu.
Kwa hiyo hii ni sifa ambayo tunatakiwa tuwe nayo katika maisha yetu ya kila siku, unyenyekevu mbele ya Mungu. Tunapokuwa unyenyekevu, Mungu atatupandisha, kwa sababu tukienda kwa kiburi, Biblia inasema kwamba Mungu anapinga wenye kiburi, na tunajua mifano mizuri ya watu kwenye Biblia ambayo walikuwa na kiburi, na tunajua jinsi vile Mungu alivyodili nayo. Kwa hiyo ni kuomba kwamba siku zote tuwe na roho ya unyenyekevu mbele ya Mungu ili aweze kutuwezesha kufikia mwisho wa safari yetu. Amen. Nimeona pia tendo la imani la Samueli. Naona kwamba kabla Samueli hajafika, kabla hajakutana naye, tayari alikuwa ameshamwandalia nyama kabla haja. Kwa hiyo inadhihirisha kabisa kwamba Samueli alikuwa anamjua Mungu wake, anaamini neno la Mungu wake. Kwa hiyo alijitayarisha kwa kuwa aliamini neno la Mungu kuwa Sauli atakuja na atakutana naye. Katika Waebrania 11:1 wote tunasoma hii, tunajua sana mstari ambao inasema kwamba basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo hii ni imani ambayo Samueli alikuwa nayo, na hata sisi tunatakiwa tuwe tuna imani kwamba tunapokuwa tumepewa neno la Mungu au tumesoma neno la Mungu, tunajua ahadi za Mungu, tunatakiwa tuwe tunaamini kwamba Mungu ameahidi itatokea. Lakini hapa tunachoona kwamba ni ile tendo la imani, inabidi tujiposition in a way kwamba tuna align na ile ahadi ya Mungu. Wakati tunafanya review pia ilikuwa imechangiwa kwamba hata jinsi tunavyokuwa tunaishi, kwa mfano watoto wetu tunakuwa yani unapokuwa na tendo la imani, kwa mfano unaamini kwamba Mungu amesema kwamba sisi watoto wetu watakuwa for signs and wonders. Je, tunawatiti watoto wetu kama sign and wonders au tunakuwa tunaongea kinyume? Kwa hiyo maana tunakuwa tunaongea na mimi naongea na mtoto wangu kama yeye atakuja kuwa king, yeye ni king. Kwa hiyo nyingine vitu vidogo vidogo, sio tu lazima kama hivi Samuel alienda kutenga nyama ndio tendo la imani. Tendo la imani linaweza likawa chochote ambalo unalifanya au unalisema ili uweze kualign na ile ahadi ya Mungu juu yako au lile neno la Mungu juu yako. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu hata Biblia inasema kwamba imani bila matendo ni kazi bure. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe tunavyokuwa tunaamini tunachukua ile ahadi, lakini pia tunatenda au tunaishi kuweza kumruhusu Mungu aweze kuifanikisha au kuitimiza ile ahadi. Kwa hiyo ndo tunaona kitu ambacho Samueli alikifanya hapa. Katika Mithali 18:16 inasema zawadi ya mtu umpatia nafasi, umleta mbele ya wakuu. Tunaona kwamba Sauli ametoka alikotoka, hakuwa amejua kwamba unaambiwa katika historia ya Wayahudi jinsi wanavyokaa katika chakula, it was very important. Yaani kuna position ambayo yule mtu mwenye heshima kubwa ndo anakalishwa, lakini hii ndio sehemu ambayo Sauli alienda kukalishwa bila kuomba, bila kupanga, lakini tu ni kwa ajili ya ile zawadi. Mungu amemchagua, amempatia ile nafasi na amempeleka mbele ya wakuu, kwamba anaenda kula kwenye sehemu ambayo ya mtu mwenye heshima. Kwa hivyo hata na sisi tusijidharau, tunachotakiwa kufanya ni kuzidi tu kuichochea ile zawadi ya Mungu ambayo ametupatia. Na hiyo zawadi ambayo Mungu ametupatia inaweza ikawa ni kazi yako, biashara yako, huduma yako, chochote kile ambacho unakifanya, hicho ndio Mungu atakachokitumia kukukalisha wewe na wakuu. Kwamba saa nyingine tutakiwa kutumia nguvu sana au pesa nyingi sana ili kuweza kukaa na wakuu, lakini Mungu mwenyewe amekwisha tupatia kila mtu zawadi yake, ambayo zawadi hiyo au ujuzi huo unatosha kabisa kama tukiwa kwenye alignment uweze kutukalisha mbele za wakuu, kama tulivyomuona alivyomtokea Sauli. Katika Warumi 13:7 pia inatuambia, inatufundisha kutoa heshima kwenye mamlaka au viongozi. Tunaona kwamba Samueli alikuwa anajua hii principle ya Mungu, kwamba alivyokuwa ameambiwa kwamba Sauli ndio mtu ambaye Mungu anawapa Waisraeli. Kwa hiyo alianza kumtreat yeye kama mfalme hata kabla hajapakwa mafuta. Kwa hiyo hii inatuonyesha kwamba hata sisi tunapokuwa makazini au popote, tunatakiwa tutoe heshima kwa wenye mamlaka, kwa viongozi wetu. Amen. Nilikuwa kuna habari ya darini ilikuwa inasema kwamba Samueli alienda kuongea na Samueli darini. Nikawa najiuliza kwamba hiyo darini ni kitu gani? Kwa hiyo katika kujifunza, darini ni sehemu ambayo ni mahala penye faragha na utulivu. Kwa hivyo hata sisi tunatakiwa tuwe tuna madari yetu, sehemu ambayo tukitaka kumsikia Mungu, tukitaka kusemezana na Mungu,
tunakwenda hiyo sehemu ambayo ni faragha, mbali na makelele yoyote, sehemu yenye utulivu, ili tuweze kumsikia Mungu. Amen. Na ni sehemu ambayo unapata mafunuo, unapata maelekezo kutoka kwa Mungu. Tunaona kwamba Petro pia aliweza kupata maono akiwa darini, yale maono ya Mungu kwamba amewachagua Gentiles as well, watu wa mataifa, na kutokuwaita common. Kwa hiyo nikawa tu nimekuwa fascinated, nikawa nimetaka kujifunza more why darini. Kwa hiyo ni sehemu yoyote ambayo ni ya faragha tunaweza kutumia ili tuweze kupata utulivu na muda mzuri na Mungu, sisi kama sisi. Amen. Nilikuwa nimesema tuongee kidogo kuhusu unabii kwa sababu nafikiri ni kitu kikubwa sana ambacho kinaendelea katika maisha yetu sasa hivi, ambayo ni sehemu ambayo imekuwa misused kiasi kwamba watu wengi, hasa watu ambao bado hawajaokoka, wakiona vitu vinavyoendelea katika makanisa au sehemu ya makundi ambayo inasemekana ni wakati wa Mungu, kuna vitu vingine vinatokea ambavyo vinawakatisha watu tamaa, badala ya kuwaleta watu kwa Mungu vinawaweka mbali zaidi na Mungu. Na Paulo anatuambia kwamba unabii ni kitu ambacho inatakiwa kwamba wale watu ambao bado hawajawapa maisha yao, hawajampa Bwana maisha yao, wakisikia yale maneno ya Mungu, wanatakiwa yawabadilishe waweze kumpa Yesu maisha yao. Paulo pia ameandika kwamba unabii ni kati ya karama za Roho. Tunajua kabisa kwamba ni moja ya karama za Roho, tutaangalia huko chini. Na hizi karama za Roho Mungu anawapa watu ili kuweza kujenga kanisa na kuimarisha imani. Kwa hiyo utabiri unatakiwa utoe mwongozo, utoe marekebisho na uthibitisho, kama vile tulivyoona Samueli kwamba Mungu alimpa ile knowledge kuhusiana na Sauli ili kuweza kuwapa king, lakini pamoja na yote hiyo pia alitumia ule unabii, kwa mfano kama kujua kwamba punda unaowatafuta wameshapatikana kabla hata Samueli hajamwambia. Kwa hiyo ile ilikuwa ni kumwandaa Samueli ili kuweza kuamini maneno ya Mungu ambayo ataenda kuambiwa baadaye. Amen. Kwa hiyo na I think fundisho kubwa hapa ni kwamba tunatakiwa kutumia karama za kiroho kujenga waumini ambao tayari wameshampokea Bwana, lakini hata na ambao bado hawajampokea Yesu, ili waweze kumpokea Yesu, kwa sababu hiyo ndiyo kazi kubwa ya kanisa kuliko zote, ni bring souls to Jesus, na sio kupata faida kwa ajili yetu, kwamba tunatumia kile kipawa ili tuweze kutoa unabii, tupate pesa pamoja na karama nyingine. Katika Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 1 mpaka wa 3 inasema, fuateni upendo. Huyu ni Paulo alikuwa anawaambia kanisa la Wakorintho, fuateni upendo na kutaka sana karama za Roho, hasa karama ya unabii. Kwa nini? Kwa sababu anayesema kwa lugha hasemi na watu, bali anasema na Mungu. Hakuna mtu anayemwelewa, kwani anasema siri katika Roho. Lakini anayetamka neno la Mungu anasema na watu, akiwasaidia kupata nguvu, kuwatia moyo na kuwafariji. Kwa hiyo hii ndio kazi ya unabii, ambayo Mungu anakuwa anatoa karama kwa watu wake ili waweze kutoa unabii katika makanisa, katika watu wa Mungu, ili iweze kuwatia watu wake nguvu, kuwatia moyo na kuwafariji. Amen. Kitu kingine tunajifunza kwamba mafunuo ya unabii yanatoka kwa Mungu, kwamba tumejifunza kwamba ni Roho Mtakatifu ndo anayekuwa anatoa maono na mafunuo kwa watu wa Mungu ili waweze kutoa unabii. Katika Wakorintho wa kwanza mstari wa 7, Wakorintho wa kwanza 7, ni mstari wa 7, kuanzia pale mstari wa 7 mpaka wa 11, neno la Mungu linasema, Roho Mtakatifu hudhihirishwa kwa kila mtu kwa faida ya wote. Maana mtu mmoja hupewa neno la hekima, na huyo Roho, na mwingine hupewa neno la ufahamu kutoka kwa Roho huyo huyo. Mtu mwingine hupewa imani, na huyo Roho, na mwingine karama za kuponya. Huyo huyo Roho humpa mwingine uwezo wa kufanya miujiza, mwingine unabii, mwingine uwezo wa kutofautisha kati ya roho mbalimbali, mwingine aina za lugha, na mwingine uwezo wa kutafsiri lugha. Lakini ni Roho huyo huyo mmoja anayefanya haya yote, naye hugawa karama kwa kila mtu kama yeye mwenyewe apendavyo. Kwa hiyo mistari inatufundisha kwamba ni Roho Mtakatifu ndo anayekuwa anatoa uwezo wa hizi karama, na anaweza kumpa mtu yoyote ampendaye,
na jinsi apendavyo. Kwa hiyo unaweza ukashangaa kwamba kwa mfano tunajua kwamba huko mbele tutaona kwamba Sauli roho ya Mungu ilivyo, moyo wake ulivyobadilishwa, aliweza kutabiri. Kwa hiyo ni Roho Mtakatifu alimwingilia na akampa uwezo wa kutabiri. Kwa hiyo nilikuwa nimeweka hii mistari tu kujifundisha sisi kwamba, au kujikumbusha kwamba unabii ni karama inayotoka kwa Mungu, na ni nabii ambayo Bwana anawapa watu hata leo hii, na bado anatakiwa watu waendelee kuitumia katika kukuza kanisa. Amen. Amen. Katika Waefeso pia 4:11 nilisema niweke mistari mingi kwa sababu tuna muda, na pia ndo tunavyojifunza, kwa sababu naamini kabisa kwamba Mungu anaongea na kila mtu kwa jinsi tofauti tofauti. Unaweza ikasoma mstari mmoja ukauelewa vizuri, lakini mwingine Mungu Roho Mtakatifu akaongea na wewe ukaweza kuelewa vizuri kuhusiana na hii habari ya unabii. Kwa hiyo katika Waefeso 4:11 inasema, yeye ndiye aliyewapa watu vipawa, wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa wachungaji na walimu, wapate kutayarisha watu wa Mungu kwa kazi ya huduma kwa ajili ya kujenga kanisa ambalo ni mwili wa Kristo. Kwa hiyo utaona kwamba mistari yote hii tofauti tofauti bado inaongelea kitu kimoja, kwamba vipawa, karama zote zinakuwa zinatoka kwa Mungu, na Roho Mtakatifu ndio anayetoa uwezo na hii yote, na kwamba kuna vipawa tofauti tofauti pamoja na unabii. Kwa hiyo tunajua kabisa kwamba manabii ni kweli wapo na watu ambao wanatoka kwa Mungu, lakini yote hii Mungu anakuwa anatoa hivi vipawa ili kuwatayarisha watu wa Mungu katika kazi za huduma, ili kuweza kujenga kanisa. Kwa hiyo ndio, yani tunapokuwa tunafanya vitu vyote hivi, au watu wa Mungu wako wanafanya vitu vyote hivi, yani lengo kubwa linatakiwa ni katika kujenga kanisa ambalo ndio mwili wa Kristo. Amen. Na mwisho katika Petro wa kwanza 4:10 tunaambiwa kwamba kila mmoja kwa kadri aliyoipokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema na neema mbalimbali za Mungu. Kwa hiyo niliweka hapa mstari kujikumbusha sisi kwamba kila mmoja wetu Mungu amempa karama kadri ya uwezo wake. Kwa hivyo tunachotakiwa, ambacho nimejifunza hapa kutokana na hili somo la unabii kama Samueli alivyokuwa, ni kutumia kile kipawa, ile karama Mungu aliyompa katika kuhudumia wengine. Naona jinsi alivyomkaribisha na kumhudumia Sauli ili kuweza kutimiza mpango wa Mungu katika maisha yake. Amen. Kwa hiyo ni reminder kwa sisi wote kwamba hivyo ndio tunatakiwa tufanye, na ndivyo hivyo vitu ambavyo tunatakiwa tukiwaona watumishi wa Mungu. Saa nyingine tunakuwa na sisemi kama ni jambo baya, saa nyingine tunakuwa tunaweka matumaini sana kwa watumishi wa Mungu kwa sababu tunajua ni manabii, ni wachungaji na vitu kama hivyo, lakini tukumbuke kwamba wamepewa uwezo na Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa kama nilivyoongea kule mwanzo kwamba tunatakiwa tuwaheshimu watumishi wa Mungu, tunatakiwa tuwasaidie watumishi wa Mungu, tunatakiwa tuwaombee watumishi wa Mungu, lakini sifa na utukufu tunatakiwa tumrudishie Mungu, kwa sababu yeye ndio mtoaji. Watumishi ni vyombo tu. Kwa hiyo tusiwe tunajisahau kwamba tukawa tunawanyenyekea sana watumishi wa Mungu, na simaanishi kwamba tusiwanyenyekea au tusiwaamini, ila tuwe tunakumbuka kwamba ni Mungu anawatumia na tunarudisha sifa na utukufu kwake. Amen. Okay, naona mistari yetu ilikuwa michache. Pamoja na yote, naona mimi nimefikia hapo mwisho, ila tuna dakika 15. Moderator, kama itakupendeza, tunaweza tu tukamkaribisha mtumishi yoyote kuchangia chochote kutokea Samueli wa kwanza 9:1 mpaka mstari wa 27 ili tuweze kujifunza wote. Karibuni. Amina. Asante sana Sister Ima. Mungu akubariki sana kwa hiyo Bible study nzuri sana, na tunaamini kwamba sisi wote tunajifunza kutokana na haya masomo ya jinsi ambavyo Mungu ambavyo ametufundisha katika hiyo chapter, kwamba jambo kubwa ni kumsikiliza Mungu na sio kufanya maamuzi yetu sisi wenyewe. Sometimes tunaweza tukang'ang'ania kama wana wa Israeli walivyong'ang'ania, na Mungu sometimes anatupatia ili tuweze kujifunza sisi wenyewe, kama Biblia yaani kama maneno ya Kiswahili yanavyosema kwamba mtoto akililia wembe mpe, atakapojipata ndio atakavyoona. Kwa hivyo huko mbele tutakapoenda tutazidi kuona. Kwa hivyo jamani, kwenye hizi dakika zilizobakia, ninaomba tunyooshe mikono, take away zenu. Sio kwamba kama alivyosema Sister Ima mwalimu,
takeaway ya kwako ni nini? Yani kitu gani kikubwa ambacho Bwana amekufundisha ambacho unaondoka nacho katika hii chapter, ama ni kitu gani kipi ambacho pengine unaona? Kwanza tuanze na kipi kile ambacho pengine ungependa kuongeza humu ndani. Ni kitu gani kipya kingine umejifunza ambacho hakijasema na mwalimu ama mtu mwingine yoyote? Na pia ukimaliza unaweza ukatupa na takeaway yako kwamba katika hii First Samuel 9:1-27 umejifunza nini. Mimi ngoja nianze mimi mwenyewe. Mimi binafsi, zaidi ya mambo mengi ambayo nimejifunza hapa, nimejifunza kwamba kama Biblia inavyosema kwamba kuna kitu ambacho kinaonekana ni kizuri kwa macho ya binadamu, lakini katika mwisho huo kina lead kwenye destruction. Kwa mfano kama hizi kriteria zote ambazo hawa waungwana wana wa Israeli walichagua zote, walitaka mfalme wa kuongoza kwenye vita, wakatoa na sifa zote walizokuwa wanataka, waliangalia na macho ya kibinadamu, lakini sio macho ya kimungu. Kwa hivyo tuone kwa macho ya kimungu, na pia Mungu alitaka kuwapa mfalme na kulikuwa na wakati mwafaka. Kwa hivyo siku zote tumuulize Mungu na tumsubiri Bwana, tuende kwa wakati wake. Kwa hivyo Mungu anapotunyamazia, anapotukataza kitu, tusiking'ang'anie, lakini tumsubiri Mungu, kwa sababu baadaye tunaona kwamba wana wa Israeli walipata mfalme. Mungu alipanga katika mpango wake, lakini waliwahi. Kwa hivyo wakapewa mtu ambaye aliwatesa na kuwafanya vitu vyote. Kwa hivyo hiyo ndio my takeaway. Na kwa kumalizia ya mwisho, takeaway ya mwisho ni kwamba Mungu Bwana, God is not a respecter of persons. Mungu anachagua vile anavyotaka. Kwa hivyo tusijiinue. Mungu hapendi watu wanaojiinua, na tusijibiliki, kwa sababu Mungu anapotuokoa, Mungu alipomaliza kutengeneza kila kitu alikiangalia akasema it was good. Kwa hivyo it is good. Unapojiangalia, don't demean yourself. Yesu alikufia wewe jinsi ulivyo, amekupenda, umeumbwa kwa sura yake, na Mungu anakupenda wewe ni wa thamani. Kwa hivyo tusijiangalie kwa macho ya kibinadamu tukajiona kwamba sisi hatuna thamani. Sisi ni wa thamani sana. Asante. Nakaribisha mikono. Karibuni jamani. Takeaway yako ni nini katika Samueli? Karibu Sister Kanani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa somo hili, kweli tunaendelea kujifunza. Nilikuwa na tafakari issue nzima. Samuel alikuwa hajafanya chochote, lakini aliheshimishwa, alipelekwa mbele. Unajua watu wengi tuna tabia ya kutaka kuonekana, lakini kama Mungu amechagua utaonekana tu. Hapa tunaona huyu mtu alikuwa hajafanya chochote, lakini bado aliheshimishwa. Ndio tuendelee kujifunza kwamba hatuhitaji kujionyesha, ni Mungu anayeweza kutuonyesha. Kwa hiyo tunapofanya hizo huduma tunazozifanya, kama unafanya kwa uaminifu na unafanya Mungu aliyokupangia, atakuheshimisha tu, atakuweka sehemu ambazo zinastahili, kwa sababu yeye ana mpango maalum kwa ajili ya maisha ya kila mmoja wetu aliyotuzunguka na sisi wenyewe. Amen. Amen. Naona Sister Victoria kainua mkono. Yes, karibu Bishop. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akubariki Sister Ima kwa somo zuri. Amina. Tunamshukuru Mungu kwa mengi tuliojifunza katika hiki kitabu. Lakini mimi nina swali kidogo. Kuna mtumishi wa Mungu, kuna mama mmoja rafiki yangu mtumishi wa Mungu aliniambia kwamba katika kanisa lake colleague wangu, actually tunafanya wote kazi, lakini anafanya kitengo kingine, yuko kwenye finance. Ananiambia kwamba katika kanisa lake hawabelieve katika unabii. Nikamuuliza kwa nini, na kipindi hicho ni mchanga, to be honest, ni mtu ambaye nimemwangalia katika kukua kiroho pia kwa kunisaidia lakini nikamuuliza kwa nini, na mimi wakati huo ninasali kanisa langu, naona manabii wanakuja wana prophesy, tunapokea. Akaniambia no we don't. Nikamwambia kwa sababu gani? Akaniambia nenda usome Hebrew 1:1-2. Lakini nilivyosoma nikamwambia mimi siamini kama Biblia inajipinga. Nimeelewa jinsi Waebrania 1
1:2 inasema Mungu ambaye alisema zamani za baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, lakini mwisho wa siku hizi anasema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Anasema kwa sababu hiyo sisi hatubelieve katika unabii. Nikasema lakini tukisoma Ephesians 4:11 bado inasema Mungu ameweka hao nabii kwa kazi yake, na bado nina believe manabii wa then bado wanafanya kazi sasa hivi. Akasema si manabii wote wa kiukweli, kwa sababu hiyo we don't encourage or we don't entertain that. Hata tukipata mgeni ambaye ni nabii tunamwambia kabisa asifanye mambo ya prophesy. Nikawa najiuliza hapo mtakuwa mna miss out basi, kwa sababu hawa ni watu ambao wamewekwa kwa ajili ya, hawakujiteua wenyewe, ni Mungu amewachagua. Umeona? Nikawa najiuliza swali kwamba nabii, hata nafikiri last time kuna mtu alikuwa anafundisha, nikauliza swali hilo kwamba mtu akiprofesa akisipokuwa, ina maana tunamuita nabii wa uongo? Na ndio kwa sababu hiyo labda kama ulivyosema kwamba watu wameabuse hii office, ndio maana watu wengine they don't believe it anymore, lakini haimaanishi kwamba manabii hawapo wa kiukweli. Na bado nakumbuka kuna mahali Paul alisema kwamba we prophesy in part, sio kwamba lazima mtu apatie au kile anachokisema kitokee. Lakini yeye akawa ameniambia pia, kuna scripture moja aliniambiaga kuhusu Mary na Joseph. Anasema unajua malaika alivyoenda kumwambia Gabriel, alivyoenda kumwambia Mary kwamba this is what's going to happen katika Luke, aliannounce kuhusu Jesus. Anasema alitumia njia nyingine before them meet, yani kabla Mary hajakutana na Joseph, kwa wakati mwingine, yani upande wa pili alitumia njia zingine kumwambia Joseph. Kwa hiyo ni kama confirmation. Anasema watu wa Mungu wangekuwa wana prophesy kikweli, before wewe upokee, unatakiwa na wewe Mungu akuonyeshe upande wa, sio kwamba tu una believe blindly. Umeona? Hii swali langu ndio linakuaga hivyo kila siku. Nasema mtu akiprophesy come to pass, does it mean tunamuita kwamba is a false prophet? Yani prophet kwa straight away tunamwambia kwamba ni false prophet au mimi hapo naona kutokana na hiyo mistaria ya Waebrania 1, sidhani kama Paul alikuwa anamaanisha kwamba sasa hivi hakuna manabii. However, ilikuwa ni kama kutuencourage, kama tulivyosema kwamba zamani watu wa zamani kwenye Agano la Kale hawakuwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu alikuwa anatumia manabii kuwafikishia ujumbe, kama nilisema nafikiri kwenye Wafalme wa Pili, kitu kama hicho. Lakini siku hizi sasa hivi baada ya Yesu kuja tuna Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu anaweza kama anaweza kuongea na sisi kama tukikaa naye, if we are in the right standing with him. That is my understanding na hiyo scripture. Kwa hiyo haikumaanisha kwamba kwa sababu sasa hivi Roho Mtakatifu anaweza kaongea na mtu yoyote, haimaanishi kwamba hakuna watu, kwa sababu hiyo tunaambiwa ni karama. Na ninavyoelewa karama, pia kuna tofauti kati ya mtu mwenye karama ya unabii na kuna mtu ambaye tu yani kwa ajili ya relationship yake na Mungu anaweza akawa anasema kitu kinatokea, kwa sababu Mungu anaweza anachagua yoyote anafanya chochote na yoyote anayempenda. Kwa hivyo kuna tofauti kwamba, na mara nyingi prophetess wanakuwa born prophets, yani manabii wanakuwa wamezaliwa hivyo na hicho kipawa. Lakini kuna mtu mwingine tu labda kwa ajili ya kujua neno la Mungu, mahusiano yako vizuri na Mungu, Mungu anaweza akawa anakuambia kitu au anakuonyesha kitu afu kinatokea. Uweze sasa ukasema kwamba kwa sababu ulisema kitu fulani kikatokea, kwamba Mungu alikuwekea kwenye moyo wako ukajiita kwamba na wewe ni nabii. Does that make sense? Lakini at the same time ndio Mungu anaongea na sisi ana kwa ana, personal, individual, personal. Sio lazima kwamba tusubiri neno litoke kwa nabii ndio lije kwetu, lakini Mungu bado naamini kabisa kwamba sababu ni neno la Mungu tumetoka kusoma, na hili ni Agano Jipya, na tunaambiwa kwamba neno la Mungu ni pumzi ya Mungu mwenyewe. Amen. Kwa hiyo neno lake ni kweli na amina. Kwa hiyo Mungu hawezi kuandika hilo neno afu na sisi tukachagua parts ambazo tunataka tukuzitumie. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana tunapokuwa tunasoma Biblia, tunaomba Roho Mtakatifu aweze kutufundisha, aweze kutupa mafunuo. Sasa nyingine tunasikia vitu kwa watu wengine, lakini Mungu anaongea na sisi kama hiyo scripture ya Ibrania ni nzuri zaidi, nasema kwamba Mungu anaongea na sisi individually. Ukimwomba Mungu atakufunulia. Kwa hiyo hiyo ndio teki yangu kutokana na hiyo mtumishi. Amina, nyote mko sawa, na mimi niongezee tu point kwamba
kuna hiyo point ambayo Bishop umesema kwamba je, kama next time, yani kama mtu ametoa unabii na hujatokea, wapo manabii ambao walitoa unabii lakini mpaka hata wanakufa, nothing happened in their life, lakini ni one of the greatest prophets. Kwa mfano kama Isaiah, prophecy zote alizozitoa during his time hamna, kwa hivyo alipaswa kupigwa mawe kabisa na uwao. Kwa hivyo sometimes prophecy ni things to come, it could be immediate, middle na long term. Kwa hivyo Mungu mwenyewe ndio anayeamua kwamba huu unabii ni wa leo, wengine sio wa leo. Kwa hivyo kuna wengine ambao hawajaona matunda ya unabii zao. Kwa hivyo kikubwa tu ni kwamba na sisi tu check, kama Biblia inavyosema test every spirit, kwamba whatever prophecy unayoipata na unabii wowote, test every spirit. Wewe mwenyewe ndio utajua kwamba if this is from God ama it is not from God, na Roho Mtakatifu mwenyewe atakwambia wait ama do not wait, kwamba this is God ama this is not from God, and it will happen ama it will not happen, ama this is me, I have said it. Sometimes Mungu hatupagi majibu, anatupaga tu pictures kidogo kidogo. Kwa mfano kama nasikia angekufunulia kila kitu, kwa mfano anamwaza Yusufu, Mungu angemwambia kwamba yeye ni prime minister wa Egypt, angekuwa so powerful, the next most powerful to Pharaoh, na akamuonesha hiyo trajectory ya maisha yake. Nafikiri kama ni mimi Yusufu, ningesema Mungu kwa kweli nakushukuru, kwa sababu kipindi hicho tangu alivyochukuliwa kutoka 19 years old, around 18 to 19 na 30 years hajui, ana mbele, yani yupo tu anapita. It was very hard. Kwa hivyo hicho tu ndio ningependa kuongezea. Bishop, umenyanyua tena mkono. Nimenyanyua tena. Unajua alivyoongea mtumishi nikakumbuka kitu kingine. Unajua umemention kwamba prophet na prophetess are born, si ndio? So umesema prophet na prophetess are born. Na mimi najaribu kufikiria hapa, kuna kitu ambacho Roho wa Mungu amenifundisha, yaani anajaribu kunikumbusha, kama those people are born, mtu anayeenda umesema mtu anayeprophesy au kiprophesy once or twice kitu kikatokea, does not mean you are prophet. Unaongelea ile office kabisa, hao watu they were born, si ndio? Lakini mtu anaenda prophetic school, are they wrong? Eti wanaenda prophetic school kabisa mpaka wana kwenye ni school ya kitu hicho tu kujifunza hivi. Kwa hiyo are they crazy? Sielewi, yani najiuliza, yani na hizo school ziko za mwaga. Sasa hiyo ninavyoelewa mimi ni kwamba kutoka kusoma kwenye ni Wakorintho wa kwanza Paul alivyokuwa anaelezea kuhusiana na kwamba alikuwa anamwambia kwamba kila mtu aweze kuomba na kupata kalama ya unabii. Kwa hiyo ni unabii ndio mimi ninaoamini wa hiyo kwamba kuwa na uwezo wa kumsikia Mungu, na kuweza kuleta ule utabiri, labda Mungu lesi anitumie mimi kuhusiana na kitu ambacho labda kitatokea katika familia yangu, then nitumie yale mafunuo Mungu alionipa mimi katika kuombea familia yangu ili isiangamie. Kwa hiyo kwa wao watu wanaenda kujiposition kwa habari ya unabii, I don't believe kwamba wanaenda kusoma ili waweze kutoa unabii, lakini sasa wako katika ile sababu katika kuomba kwamba wanataka Mungu aongee na wewe na kwamba kujua jinsi ya kujiposition uweze kumsikia. Mimi that's what I believe. Kama ninavyosema sio mtaalamu haya mambo, but that's what I believe, kwamba si believe kwamba nitoke mimi sasa hivi, kwa sababu tunajua hizo ni calling za Mungu na tunajua ni Roho Mtakatifu ndio anayezitoa. Lakini kuna ile kudesire, maybe sio kudesire na kwenda kutafuta, maybe Mungu anaona ule tumetoka kuangalia habari ya uvumilivu na ile jitihada za kutaka kujua ba Mungu akaachilia, kwa sababu Mungu tunaambia kwamba anampa mtu yoyote. Lakini hivyo mimi ndivyo ninavyoelewa kwamba sasa hivi ni kweli Mungu ana uwezo wa kuongea na sisi kuhusiana na kitu chochote, inategemea na position za, au Mungu tu akaamua kwamba akakuletea tu kwamba akakupa mafunuo fulani. Kwenye swala la manabii wanaotoa unabii alafu hautokei, kuna vitu viwili kwa uelewa wangu. Unabii mwingine au utabiri mwingine unakuwa ni muda wake haujafika, au labda unabii anakuwa ameutoa kwa haraka sana, au ameutoa lakini bado kuna wakati wake, kwa sababu hata tunajua kwamba baba yetu Abraham alivyoambiwa kwamba atapata mtoto, ilichukua muda kabla hajapata, hapo katikati akaingiza na nguvu zake kikatokea kilichotokea. Kwa hiyo ile haikumaanisha kwamba ile ahadi ya Mungu aliyotabiriwa kwamba itatokea. Kwa hiyo kuna vitu vingine havitokei kwa sababu ya muda sahihi haujafika. Lakini pia kuna vitu vingine navyo, kuna kwa mfano kama
nabii aje anitabirie mimi leo kuniambia kwamba nitasafiri kwenda Amerika, lakini sina passport, sitafuti passport wala yani ile unabii yani sina imani. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo pia vinakuhamisha unabii usitokee. Kutokuwa na imani ni kitu kimojawapo, au kama nimesema kwamba yale matendo ya imani, kwamba unapokuwa na lile kitu na kupeleka mbele za Mungu as well. Hata kama unapokuwa unapewa nabii, unatakiwa uendelee kuomba ili ile ije kupass, ule utabiri au ule unabii wa Mungu uje kupasa, kwa sababu tumeambiwa, tumesoma huko nyuma kwamba utabiri au nabii unatoka kwa Mungu. Kwa hiyo kama Mungu ametoa ule utabiri na ni neno lake, kwa nini lazima lije kupass? Na ndio maana saa nyingine, kwa mfano kama hii habari ya Sauli, tumeona kwamba Mungu alitumia ile issue ya punda akazunguka, lakini mwisho wa siku Mungu alimdirect pale ili aweze katimiza lile neno lake aliloliachilia kwa Samueli. Na Samueli tunaambia kwamba alikuwa ni mtumishi wa Mungu na Mungu alikuwa anamtumia vizuri kwa sababu ya mahusiano yake naye, na neno lake lilikuwa halianguki. Kwa hiyo kuna ile posture ya mtumishi na mahusiano yake na Mungu, kwa akiwa na imani kabisa na Mungu wake na lile neno, na sio maneno yote Mungu anakuwa anawaambia watu wayapeleke. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambapo mimi na wewe tunaweza tusiwe na jibu, lakini cha muhimu, hata Biblia inasema kwamba tunatakiwa tu test spirits. Inabidi tujaribu ile roho kwamba huu utabiri unatoka kwa Mungu kweli au unatoka sehemu nyingine. Kuhusiana na kutokea au kutokutokea, na hapo na sasa unatakiwa ulichukulia lile jambo lako neno lako lilotoka kwa Mungu, ulipeleke mbele za Mungu mwenyewe ili Mungu aweze kukupa direction. Sababu saa nyingine mtumishi anaweza akakwambia kwamba utapata mke au utapata mme mwezi ujao, lakini hata kuwa na wewe kila siku. Kwa wewe mwenyewe inabidi ujiweke kwenye mazingira au ya kuangalia. Vicky aliomba kuhusiana na habari za kuelewa nyakati. Kwa hiyo mwenyewe unaelewa niko kwenye nyakati hizi, kwa hiyo najiposition kwa kitu gani. Kwa hiyo kama ujiposition, unabii mwenyewe unaweza usitokee, sio kwa sababu neno la Mungu halikuwa la kweli, ile ni kwa sababu jinsi unavyolibeba lile neno la Mungu. Ni sawa sawa tu na ahadi za Mungu. Mungu ametupa ahadi nyingi sana, lakini kutokana na kutokuwa na imani au doubt, tunakuwa hatuishi sawa sawa na ahadi za Mungu kwetu. Kwa hiyo naamini kwamba hiyo habari ya unabii na utabiri ni the same thing. However, tunaendelea kujifunza wote, ni kitu ambacho tunatakiwa tukipeleke nje. Kila kitu kiko kwenye Biblia, Roho Mtakatifu yupo atatufundisha. Lakini pia I believe kwamba kuna watumishi wa Mungu ambao Mungu amewapa karama hizo za utambuzi, pia tunaweza tuka-reach out ili tuweze kujifunza. Na ukijifunza usisahau kurudisha hapa ili tuweze kujifunza wote. Mwisho, nashukuru tu kwa hii nafasi mlionipa kuongoza hii somo. Napenda tu kuchukua nafasi kusema kwamba kama kuna mtu hapa anatusikia sasa hivi au kwenye YouTube au sehemu yoyote na bado haujamkabidhi Bwana Yesu maisha yako ili awe Bwana na Mwokozi wako, hii ndio nafasi au muda sahihi wa wewe kuweza mkaribisha Bwana Yesu kutawala maisha yako, kama tulivyosoma huko mwanzo kwamba yeye ndio anayetoa yale maji ya uzima. Kwa hiyo bila Yesu tunajua yeye ndio kweli, njia na uzima. Kwa hiyo tunakukaribisha, kama utapenda kuongozwa sala ya toba, unaweza uka-reach out kwa any sisters hapa, viongozi wowote au mtu aliyokukaribisha ili uweze kuongoza katika sala ya toba. Unaweza ukaenda kanisani kwako au ukamtafuta mtumishi yoyote wa Mungu ili aweze kukuongoza na wewe uweze kupata uzima wa milele. Asanteni sana. Moderator anarudisha kipindi. Asanteni sana. Kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu
na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.